Yes, mambo vipi mtazamaji wa Kasako Media? Tunafahamu zaidi mwanamuziki anaitwa Ruby, ni mmoja ya madada ambaye anafanya vizuri katika mitandao ya kijamii. Lakini ni nyimbo zake ambazo zimefanya vizuri sana tangu 2000 na huko nizungumza 2000 ni huko zamani kale, yani kuanzia 2011, 12, 13 mpaka mwaka huu. Lakini tumeona kabisa kwenye mitandao ya kijamii, kwenye akaunti yake kwanza kabisa, tumeona kabisa amefuta picha zake zote. Amebakiwa na picha 9 tu ambazo zinahakikisha kwamba amehama katika muziki wa Bongo Flava. Na tunafahamu zaidi mtu kama msanii yote ambaye akitoka kwenye eneo fulani kwenda eneo fulani, tunajua kuna heka za hapa na pale, unawezekana hata followers wakashuka kutokana na namna ambavyo yeye ameanza upya safari yake. Lakini kubwa kabisa nataka nikusaniwe mtazamaji wa Kasako Media kuhusiana na Ruby kuacha muziki wa Bongo Flava kwenda kwenye muziki wa gospel. Mashabiki wamempokea, lakini watu tofauti wakawa wanajiuliza nini sababu ambacho kimesababisha mpaka kuama kwenye upande wa Bongo Flava. Dili zilikuwa hakuna, au muziki ulikuwa ni mgumu kwa upande wake, au kuna changamoto yote ambayo imetokea katika familia yake mpaka kufikia hatua ya kuama kwenye upande wa Bongo Flava kwenda kwenye upande wa gospel. Lakini tumeona kabisa kuanzia mwaka jana mpaka tangia 2023 tumeona Ruby kubadilisha utaratibu wake kuhusiana na masuala mazima ya Bongo Flava kwenda kwenye upande wa gospel. Sio mbaya kuama au kuenda kwenye upande mwingine, sio mbaya. Lakini kubwa kabisa mashabiki, nataka nikuulize wewe ambaye ni mshabiki wa Ruby, utampokea? Kwa sababu ni moja kati ya msanii ambaye amefahamika sana kwenye upande wa Bongo Flava kutokana na sauti yake, lakini sasa hivi amehamia kwenye gospel. Mimi na wewe hatufahamu mapokezi yatakuwaje, lakini siku ya jana ametamka kabisa kwamba rasmi ameacha Bongo Flava. Utamu zaidi na undani wa story hii utaipata mida ya 7 kamili kwenye kipindi cha Selfie, akiwepo Shax pamoja na KO. Jina langu naitwa Dada Bonge wa Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.